Takriban meli 3 za mizigo zimeripotiwa kulengwa kwa shambulio la risasi zilipokuwa zikijaribu kupitia mlango bahari wa Hormuz. Haya yanajiri wakati Iran ikiendelea kuweka vikwazo kwenye njia hiyo muhimu. Mamia ya meli za mafuta na meli zingine pamoja na zaidi ya mabaharia 20,000 wamekwama ndani ya maeneo ya Ghuba tangu vita vianze Februari 28. BBC imethibitisha meli mbili, moja inayomilikiwa na Ugiriki na nyingine inayomilikiwa na kampuni yenye makao yake makuu huko UAE, ambazo zimeshambuliwa leo na jeshi la Iran. Hakuna ripoti za majeruhi wala uharibifu mkubwa katika matukio yote. Katika taarifa yao, jeshi la Iran limesema wamezuia meli mbili zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango huo wa Hormuz. Hii inakuja huku Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kuongeza muda wa kusitisha vita, saa chache tu kabla ya makubaliano ya wiki 2 ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kuisha. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema usitishaji mapigano utaendelea hadi pale uongozi wa Iran utakapowasilisha pendekezo la pamoja la kukomesha mzozo huo. Ameongeza kuwa vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitaendelea hadi mazungumzo yatakapokamilika. Hadi sasa hakuna jibu rasmi kutoka Iran kuhusu muda ulioongezwa na Trump, japo maafisa kadhaa wameonyesha shaka. Mbunge mmoja, Mahmoud Navabian, ambaye alikuwa katika timu ya Tehran kwenye mazungumzo huko Islamabad, amesema kujadiliana na Marekani kulikuwa kuna madhara na hakukuwa na mantiki yoyote. Ifuatayo sasa ni taarifa ya Caroline Davis ikiwasilishwa na Agnes Penda. Muda wa Marekani wa kusitishwa kwa mapigano umeongezwa. Iran inasherehekea. Ukaidi na uchokozi pande zote mbili zinatoa ishara badala ya kuketi katika meza ya mazungumzo. Tuko tayari, jeshi liko tayari na ni la maana sana. Kwa upande mmoja, anauma akipulizia. Hii ni mara ya pili kwa Rais Trump kuongeza muda wa kusitishwa mapigano, akiandika katika mtandao wa kijamii kwamba atafanya hivyo hadi pale viongozi wao na wawakilishi wao watakuwa na pendekezo la pamoja. Kwa hivyo anasema, nimeamrisha jeshi letu kuendelea na kuzuia meli kupita. Kuzuiliwa kwa meli katika bandari ya Iran kuna tatiza juhudi za mazungumzo ya kutafuta makubaliano, inasema Iran. Marekani kuendelea kuweka vizuizi vya meli ni kinyume na makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano, na tumewaambia kwamba wanafaa kuachilia meli zipite. Tumepokea ishara kuwa wapo tayari kuondoa vizuizi punde tu watakaporuhusu meli kupita. Nadhani kwamba awamu nyingine ya mazungumzo itafanyika Islamabad. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa Iran imepiga meli 3 na kuziteka 2 zilizokuwa zikitaka kuvuka. Baada ya siku 3 za kusubiri bila Iran kuwasili, baadhi ya vituo vya usalama mjini Islamabad vimeondolewa huku vingine vikisalia. Sasa mwandishi mkuu wa kimataifa wa BBC Lise Doucet ana taarifa ya hivi punde zaidi kutoka ndani ya Iran, na anaripoti kutoka mji wa Tehran kwa masharti kwamba hakuna ripoti zake zitakazotumika kwenye idhaa ya Kiajemi ya BBC. Vizuizi hivi vinatumika kwa mashirika yote ya kimataifa ya vyombo vya habari yanayofanya kazi ndani ya Iran. Mshauri wa mpatanishi mkuu alichapisha kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba kimsingi hii ni mbinu tu ya kujiandaa kwa shambulio la kushtukiza la Marekani. Iran na Marekani zina historia. Kumbuka kwamba duru za awali za mazungumzo mwezi Juni mwaka jana na Februari mwaka huu zilivunjwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Kwa hivyo wako makini sana hapa. Na tulipokuwa katika Wizara ya Mambo ya Nje jana kabla ya tangazo la kusitisha mapigano kutangazwa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei aliorodhesha sababu zote zilizowafanya kutohudhuria duru ya pili ya mazungumzo. Vizuizi vya jeshi la majini la Marekani kwa bandari zake na kukamatwa kwa moja ya meli zake, wanaona hizo kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini Iran pia haitekelezi ahadi zake kwenye mapatano hayo. Ilitakiwa kufungua kabisa mlango bahari wa Hormuz, lakini kilichowazi sasa ni kwamba Iran haitaondoa vizuizi vyake kwenye bahari hiyo isipokuwa Rais Trump aondoe kizuizi cha majini, na hajatoa ishara yoyote ya hilo. Kwa hivyo pande zote mbili zinazungumza juu ya vita na kudai wako tayari kwa mazungumzo, lakini bado wamekwama. Waziri wa habari wa Sudan Kusini amesema taifa hilo litafanya uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka huu baada ya miaka kadhaa ya kuahirisha uchaguzi huo, huku nchi hiyo ikiwa katika hatari ya kutumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Samia Wami na taarifa zaidi. Waangalizi wa kimataifa wamekuwa wakionya kuwa
Huenda Sudani Kusini ikashuhudia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kufuatia kuongezeka kwa uhasama kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu Riek Machar, ambao umesababisha mapigano makali katika majimbo kadhaa kati ya wanajeshi wa serikali na wa makundi ya waasi yaliyotiifu kwa Machar. Makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018 yalivikomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo, lakini katika miaka ya hivi karibuni makubaliano hayo yameshindwa kwa kiasi kikubwa. Bwana Machar aliondolewa kuwa makamu wa rais mwaka jana, kuwekwa kifungo cha nyumbani na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Chini ya makubaliano hayo ya amani, uchaguzi ulipaswa kufanyika mwaka 2022 lakini ukacheleweshwa hadi mwaka 2024 na kisha kuahirishwa tena hadi mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Juba, waziri wa habari Ateny Weka Ateny amesema lazima uchaguzi ufanyike kabla ya kukamilika kwa mwaka huu 2026. Iwapo watafanikiwa kufanya uchaguzi huo, basi itakuwa mara ya kwanza kabisa kwa taifa hilo changa kabisa duniani kuendesha uchaguzi mkuu tangu kunyakulia uhuru kutoka Sudan mnamo mwaka 2011. Vipengele vingine vya makubaliano ya amani yaliyofanyika mwaka 2018 bado hayajatimizwa, ikiwamo kuunganisha vikosi pinzani. Bwana Ateny amesema Sudani Kusini kwa sasa ina kiwango cha kuridhisha cha amani, isipokuwa visa vya ukosefu wa usalama vya hapa na pale katika jimbo la mashariki mwa nchi hiyo la Jonglei. Ghasia za Jonglei zimesababisha maelfu ya watu kuachwa bila makazi, huku mashirika ya kutoa misaada yakishambuliwa mara kwa mara na hivyo kupata shida kuendesha shughuli zao za kibinadamu. Wiki iliyopita katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, balozi wa Marekani anayeshughulika na masuala ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa Jennifer Loseta aliwashutumu viongozi wa Sudani Kusini akisema masaibu ya nchi hiyo sio ukosefu wa makubaliano kadha wa kadha, bali ni ukosefu wa utashi wa kisiasa wa kuyatekeleza makubaliano hayo. Licha ya ahadi hiyo kutoka kwa serikali ya Sudan Kusini, lakini kuna mashaka. Je, uchaguzi huu utafanyika kweli Disemba mwaka huu 2026? Ili kufahamu zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kikanda Dr. Martin Olo. Kwanza kabisa ni kusema nchi yoyote ile ambayo inanuia kuwa na demokrasia ni lazima wafanye uchaguzi. Baada ya hapo pia ni kusema kwamba kutopatikana kwa hali ya amani na pia kutofanyika kwa uchaguzi pale Sudani ya Kusini kumechangia pakubwa kutokuwa na amani na pia kutowajibika kisiasa. Kwa hivyo kuna haja kubwa tu kwamba pawe na uchaguzi na pawe na uwajibikaji katika utekelezaji wa siasa. Hivi kusema kwamba ni lazima uchaguzi uwepo sio jambo ambalo tunalitarajia. Tunachotarajia ni kwamba kuna maandalizi ya kufaa ya kutosha ambayo tayari yamefanyika, ambayo kwa yanaweza kuhakikisha kwamba uchaguzi ukifanyika utakuwa ni uchaguzi wa maana, uchaguzi uhuru na uchaguzi utakaokuwa na kidogo mwelekeo ambao wengi wa kikanda na wengi wanaoangalia hali kimataifa wanaweza kusema kwamba ni uchaguzi uliofaa na uchaguzi ambao kwa kweli utaleta mabadiliko. Urudishie mwenyewe hilo swali lako. Unahisi kulingana na mazingira yaliyoko saizi Sudan Kusini, mazingira ya kisiasa lakini vile vile mazingira ya kiusalama, ikizingatiwa kwamba aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar amefunguliwa kesi nzito ya uhaini, upande wake unaonekana tayari kuwa na migawanyiko, kuna kupasuka. Upande huu mwingine unaona kwamba umeshindwa kudhibiti majimbo kadhaa ambayo yanashuhudia saizi changamoto za kiusalama. Kweli kwa mazingira hayo uchaguzi huu unawezekana? Hauwezekani. Ili pawe na uchaguzi ni lazima pawe na mabadiliko ama pawe na reforms fulani ambazo kweli zinaweza kuchangia kuwepo uchaguzi wa maana. Na hali hiyo ilikuwa ni kwamba pawe na katiba ambayo inafaa, katiba iliyo na kidogo uwajibikaji, na pawe na maandalizi ya maana, pawe na usajili wa watu ambao wanawapiga kura kwa njia ambayo ni ya wazi, na kuwe na uwanja ambao kidogo unaweza kuhakikisha kwamba mtu yeyote anayetaka kusimama anaweza kusimama na anaweza kuomba kura, hivi kwamba wananchi wenyewe waamue. Kwa sasa hamna, hali hiyo ni ngumu. Hatujui ni wanakura wangapi wapo, hatujui usajili unafanyika vipi, wala hatujui wanasiasa ni kina nani na wapinzani ni kina nani. Tunachokijua tu ni wale ambao serikali inatuambia ni wahaini,
na serikali yenyewe inasema ya kwamba wao wako mamlakani. Naam, wiki iliyopita balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kisiasa, Jennifer Loseta, aliwashtumu viongozi wa Sudan Kusini akisema kwamba masaibu ya nchi hiyo sio ukosefu wa makubaliano bali ni ukosefu wa utashi wa kisiasa wa kuyatekeleza makubaliano haya. Shinikizo hili la jumuiya ya kimataifa kutaka Sudan Kusini ifanye uchaguzi ambao umeahirishwa mara kadhaa kuanzia mwaka 1000, ulikuwa unapaswa mwanzoni ufanye mwaka 2022 kama sikosei, ukaahirishwa hadi 2024 na sasa mwaka huu unatarajiwa kufanya. Hili shinikizo linaweza kuiweka sawa kwenye njia inayostahili kisiasa Sudan Kusini? Ukweli ndio huo. Wananchi wa South Sudan ama Sudan Kusini hawana shida. Wangependa kuwa na amani, wangependa kuhakikisha kwamba wana serikali ambayo inawahudumia, inawapa ushauri ama inawapa yale mambo ambayo kwa kweli wananchi wa kawaida wangetarajia serikali wapi. Kwa sasa tunachokiona pale ni kwamba serikali hii na wale wako kwenye mamlaka, wao kazi yao ni kujishughulikia wenyewe na kutafuta ukubwa wenyewe, lakini hawafanyi kile ambacho kinaweza kuleta amani kudumu pale Sudani ya Kusini. Na kwa sababu hiyo ni lazima tuonyeshe kidole cha lawama kwao, kwa sababu wao ndio wanaifanya nchi hii ikose amani, ikose uchumi ambao unaweza kuwa wa muhimu kwa kila mtu. Ndio maana Umoja wa Mataifa na IGAD na wengine, hata Umoja wa Afrika, wamekuwa wakiweka msukumo kwamba pawe na sababu ya viongozi hao kukaa pamoja na kutafuta njia ya kuhakikisha kuna makubaliano, na makubaliano yanaelekea kuleta maendeleo.